Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutukutanisha tena siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyojua, tarehe 16 Juni ya kila mwaka Tanzania huungana na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Chimbuko la maadhimisho haya ni mauaji ya watoto takribani 2000 yaliyofanywa na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini tarehe 16 Juni mwaka 1976. Mauaji hayo yalitokea wakati wa maandamano ya wanafunzi kwa lengo la kupinga mfumo wa elimu ya kibaguzi iliyokuwa inatolewa na utawala wa Afrika Kusini. Mwaka 1991 viongozi wa Umoja wa Nchi za Afrika walifanya uamuzi wa kuenzi siku hiyo ikiwa ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto hao. Kwa maana leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo hapa kwenye shughuli hii. Lengo la siku hii ni kuelimisha na kuhamasisha jamii kutambua umuhimu wa kuzingatia haki za mtoto na kuthamini changamoto mbalimbali zinazowakabili ili kuzipatia ufumbuzi. Utakubaliana nami mgeni rasmi, ndio maana leo tumepewa elimu juu ya dawati la jinsia. Hii ni kuenzi tu hii siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema haki na mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa watoto wanayo mahitaji ya msingi ambayo kote duniani yanatengeneza haki zao. Kimsingi, haki za mtoto huwa ni wajibu wa mtu mzima kutimiza mahitaji ya mtoto ili awe mwenye afya, apate elimu na ashiriki katika ujenzi wa nchi yake sasa na hasa atakapokuwa mtu mzima. Mheshimiwa mgeni rasmi, juhudi za serikali na wadau katika kulinda haki za mtoto na kukabiliana na changamoto zinazohusu ukatili na ukiukwaji wa haki za watoto ni pamoja na: mosi, kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Aidha, mkoa kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ya watoto wameratibu uanzishwaji wa kamati za ulinzi wa wanawake na watoto katika halmashauri 9, kata 191, vijiji mitaa 908. Kamati hizi zinasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha ulinzi na usalama kwa wanawake na watoto. Pili, kuanzisha vikundi vya malezi na makuzi ya watoto katika jamii. Hadi kufikia Machi 2025, mkoa wa Mtwara umeanzisha jumla ya vikundi 407 vyenye wanachama 8208, wanawake 4239 na wanaume 3969 vilishakwisha kuanzishwa. Tatu, kuratibu na kusimamia uanzishaji na uendeshaji wa dawati la ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Hadi kufikia Machi 2025, jumla ya madawati 507 yameanzishwa mashuleni, ikiwa shule za msingi ni 400 na shule za sekondari ni 107, yenye jumla ya wanafunzi 3443 ambao K ni 2115 na M ni 1728. 4, kuratibu na kusimamia uanzishaji na uendeshaji wa mabaraza ya watoto katika ngazi mbalimbali ikiwemo kijiji, mtaa, kata, halmashauri na mkoa kwa ujumla wake. Hadi kufikia Machi 2025, mkoa wetu wa Mtwara kumekuwa na jumla ya mabaraza 754 yaliyoanzishwa
katika halmashauri 7, kata 167 na vijiji na mitaa 580 yenye watoto 13,289 ambao kati ya hao ni 7,080 na men 6,200. 5. Kuratibu uanzishaji na uendeshaji wa vilabu vya kupinga ukatili wa jinsia mashuleni. Hadi kufikia Machi 2025, mkoa wetu wa Mtwara umeweza kuwa na vilabu 488 zilivyoanzishwa mashuleni, ambapo shule za msingi zilikuwa 328 na shule za sekondari 160 zenye jumla ya wanafunzi 3,843 ambao ni 2,115 na men 1,728. 6. Ni kuratibu na kusimamia utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, yani MMM. Programu hii imejikita katika kuimarisha huduma za afya kwa mtoto, lishe bora na toshelezi, uchangamshi na ujifunzaji wa awali na ulinzi na usalama wa mtoto. Huduma hizi zisipotolewa ipasavyo na kwa uwiano sawa, zinafisisha ukuaji wa ubongo wa mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho lakini si kwa umuhimu, katika kipindi chote cha maadhimisho kuanzia tarehe 2 Juni 2025, maafisa maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii, maafisa lishe, viongozi ngazi zote, wadau, vyama vya siasa, mashujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, SWAMJATA, Taifa Letu Kesho Yetu Movement, TK Movement, majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi katika ngazi zote, kamati za utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto MTAKUWA, kamati za ulinzi wa mwanamke na mtoto, vikundi vya malezi, viongozi wa dini, viongozi wa mila na wananchi wamefanya shughuli mbalimbali, ikiwemo kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya kujenga uelewa kwa makundi mbalimbali yaliyopo katika jamii kuhusu umuhimu wa kuhakikisha watoto wanapewa haki zao za msingi katika kujenga taifa imara, taifa letu mama Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Salamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa.